Bara kauli iko sawa kabisa. Ni mahojiano na mazungumzo kuntu this morning, ikiwa ni saa 2:22 zinakatika na video maisha video zaidi ya video. Mimi naitwa Wycliffe Kumu, mwenzangu Dalmasa Kali hapa. Na ndani ya studio tuko na wageni wetu ambao tayari wameingia ndani ya studio. Tuko na bwana Haji Omar ambaye ni mfanyabiashara, lakini pia ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi na pia ni mwanasiasa pia. Bwana Haji, good morning my brother. Good morning my brother. Vipi, salama? Nashukuru bwana. Umeamka salama? Nashukuru nimeamka salama kabisa. Umefaulu kufika bwana? Tuko na wasiwasi labda ukashindwa kufika, barabara za fungwa bwana. Changamoto, barabara zimefungwa kufungwa. Lakini tumetumia njia zetu zile za mtaa. Unajua sisi ni watu wa Langata. Mwisho hatimaye tuko hapa. Asante sana. Pia tuko na bwana Vincent Opara ambaye pia ni mwanasheria lakini pia ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi. Vincent Opara, ujambo? Jambo. Karibu sana bana. Asante sana. Na wewe pia umetumia vichochoro Ukizaliwa ukiwa Nairobi na unajua Nairobi lazima ujue vichochoro. Asante sana. Lakini baridi asubuhi lakini tumefika. Bila shaka tuko na tunashukuru kwa kufika bila shaka. Tuko na bwana Moses Obenzo ambaye pia ni wakili lakini pia ni mwanauchumi. Bwana Moses Obenzo, ujambo? Jambo kabisa. Karibu sana ndani ya Radio Maisha. Asante sana. Na nianze na wewe kwa sababu ni wakili lakini pia ni mwanauchumi. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen jana katika taarifa zake kwa umma alisisitiza kabisa kwamba today is a working day. Ndio. But unfortunately barabara zimefungwa. So it is not a working day because it cannot be a working day wakati wananchi hawezi fika sehemu zao za kufanya kazi. Na hii ni kwa sababu barabara zimefungwa. Na ambaye amefunga barabara ni serikali. Maana vile vizuizi ambavyo ziko barabarani vimewekwa na polisi. Kwa hivyo aliyefunga barabara ni serikali ambaye iliambia Wakenya kwamba today is a working day. How is that even possible? Hiyo mimi naona ni kama tu ni kukosesha Wakenya ni haki yao. Kwa maana gani? Yeye alikuwa anasema ati Wakenya ndio wako na haki ya kuandamana, lakini hiyo kuandamana isidhuru haki ya wengine kulingana na article 37 of the constitution, ndio? Yes. Lakini sasa yeye naye kusema hiyo kuandamana usidhuru haki ya wengine, yeye naye kuweka hiyo roadblocks na hizo mabaria ili watu wasiende kazini, amehujumu haki ya Wakenya sana kuliko venye hata hiyo maandamano ingehujumu. Kwa maana gani? Ndio ni mzuri wale wanaandamana wangefaa kuwa wanapatiana direction fulani ili tukumbuke kumbukumbu ya kwamba yale yalitendeka mwaka 2024. Hiyo ni mzuri sana. Lakini unapata ya kwamba ndio wale wamepewa hiyo haki ya kuandamana, wale wachache familia ambazo zilipata hiyo waliathirika sana. Lakini sasa wewe ukifunga hiyo barabara, sasa hiyo unaona pale matrela pia zimesimama. Hiyo inamaanisha uchumi haiendelei. Watu ambao walikuwa wanaamka asubuhi ili waende kazini, pia mimi nimeathirika sana. Imebidi nitumie machochoro huko kidogo ili nifike hapa. So unapata ya kwamba kwa hii siku tutapoteza pengine takribani hata bilioni 2 ya uchumi. Sababu ya nini? Sio sababu ya maandamano. Sababu ya kufunga njia ambazo sisi tunaenda kuandamana, which hiyo pia na haiko justifiable kulingana na article 24 of the constitution ambayo inasema mambo na nini, limitation of rights. Haiko justifiable kabisa because hakuna kitu kimetendeka Kenya ya kusema tuweke curfew ama tusifanye nini, tusikubali watu wakaenda kuandamana. So hiyo unaona ni kama serikali pia imehujumu. Sasa imejipata kwamba tena hiyo sasa ndio imehujumu haki ya yetu. Bwana Vincent, labda tukikuleta katika mazungumzo haya, pia wewe ni wakili and I'm just looking at the constitution. Inazungumzia haki ya Wakenya kuweza kuandamana ama kuweza kuwasilisha malalamiko yao kuhusiana na masuala mbalimbali. Lakini tangu katiba ya 2010 imeonekana kwamba kuwa na peaceful demonstration ni mtihani ambao bado ni mgumu mpaka leo. Kwamba kile ambacho kinaitwa kuwa maandamano yanaishia kuwa ni vurugu, yanaishia kuwa ni uporaji na hata mauaji. Sasa hivi tunazungumzia anniversary ya mauaji ya Wakenya 65 ama takribani 60 ambao waliweza kuuliwa 2024. From where you sit, unadhani kwamba it's possible kuwa na maandamano ya amani, na kama inawezekana inafaa ifanyike kwa misingi gani? Asante sana. Wakenya wako na haki ya kuandamana. Na hiyo imeandikwa vizuri katika ile kipengo ya article 37 of our constitution. Chenye inafanyika Kenya ni wanasiasa.
na wale wanaharakati wenye wanatumia maandamano kufanya yale yanawapendeza. Na nyinyi nyote hapa ni wanasiasa. Huyu Bingwa anawania kiti Westlands. Unawania kiti wapi? Lang'ata, unawania Embakasi East. Yes. Unawania Busia Senate Busia. Senate Busia. Unaona yale hutendeka kama sisi wanasiasa ama sisi wale wanasiasa wako mbele yetu. Sisi because naangalia watu, nikoangalia hapa, sidhani kama wanaweza panga wale vurugu wanafanyika. Wale wanaopanga vurugu sura zao zinakaa vipi bwana Vincent? Wako na sura maalum. Wale wanapanga vurugu wanajua hawana agenda kuambia wana Kenya. Okay. Wanatumia ile mbinu za kitambo za kugawanyisha watu ama kuonekana kama hao ndio wale wa babadume wanaweza sikizwa na wananchi. Okay. Kwa leo au Gen Z wakikumbuka wale wenzao wenye walipita, si lazima tuweke vurugu. Tunaweza sema wote tunaenda kusanyika pale Uhuru Park, tukue candle lighting, tuweke shada la maua. Yes, na tuweke pale maua, tuseme kuna wale wenzetu walienda na tukipigania nchi. Na ukiangalia hawa wenzetu hawako kwa haya yanatendeka leo. It has been overtaken by the political wing and the activists. They are the people who are mobilizing. If you see the government is closing the roads, they already have the information that even the people who are coming to demonstrate in the CBD are not Nairobians. Unajua pale ukiingia mtaani bro, saizi Wakenya wengi hawana kazi. Na tungependa kazi iendelee. Tukifunga barabara, ukiangalia tukikuja kufanya demonstration, ni sisi vijana wenye hatuna kazi bado tunaendelea kuumia. So hawa wanasiasa ama wanaharakati wenye wanatumia vijana vibaya, hao peke yao ndio tu wakitoka kwa nafasi ya hao vijana, you will see a very peaceful demonstration. I attended their demonstration in 2024. I'm telling you that is the best demonstration I've ever attended, because since I was a young child, I joined the ODM party when I was still in Kenyatta University. That is way back in 2013. We've gone for demonstrations, IBC must go and what have you, but the best demonstration I've ever attended, it was for the Gen Zs. These guys will come to the road, they just carry their phones and the handkerchiefs. They used to just be sitting on the road. They're doing nothing. There's nobody who was looting shops, and that was the best demonstration according to Article 37 that we'll ever have in Kenya. Labda bwana Haji, tukikuleta nasikia unasema correct, kumaanisha unaungana naye. Who owns the guns? Kwa sababu nilimsikia jana Waziri Kipchumba Murkomen akisema kwamba wanafahamu kwamba kuna mpango wa kuwepo wahuni kuingilia maandamano, wanafahamu kwamba viongozi wa upinzani ndio wanapanga mpango huu, na swali ambalo wengi wanajiuliza ni iwapo serikali ina ufahamu, mbona ichukue hatua, mbona ije kufanya press conference kuweza kuambia wanahabari ama kuambia Wakenya nani anamiliki hawa wahuni? Na unadhani kwamba serikali inaweza ikajitakasa ikasema kwamba haifahamu nani anamiliki hawa wahuni, na kama inafahamu mbona ichukue hatua? Unajua, acha nikwambie kitu moja. Unajua kitu moja, sisi tunaona tazini tunachezewa karata, umeelewa? Na mimi kama mwananchi, hiyo ndio vitu inatukasirisha. Ndugu yangu hapa ameongea kuhusu mambo ya protest ile ya 2024. Watu wanafanya protest kihalali bila maneno yote, umeona? Sasa ukikuja kwa upande wa guns wakaanza kuletwa baadaye, umeelewa? Kuanza kufukuza wale ambao watu wamekuja kuandamaji ambao asili, wale ambao wamekuja na masimu zao, wanaogopa kuja kwa sababu hata hizo simu hazitabaki, zitaibiwa. Unaona, so hiyo ndio ilikuwa ni kama dawa ya hao maprotesta. Na kusema ukweli, ishara zote inaonyesha kwamba pia serikali baadhi ya watu wako kwa serikali wako na uhusiano na mambo ya guns, kwa sababu kuna wakati tunaangalia mavideo na tunajionea, unaona polisi anatembea na maguns, yani unaona kama wako kwa timu moja. So mambo kama hayo ni ishara kubwa kwamba kunayo watu wako kwa serikali na wanatumia guns ili kuzuia hizi protest kufanyika. Na hiyo ni kitu ambayo tunakashifu sana, na hata kwa kusema la kweli, labda pia kwa upande mwingine pia kuna watu wana range, umeelewa? Lakini kitu ambayo inasikitisha ni kwamba hawa ni viongozi sisi tumeweka hapo leo hii, wanaweka guns kututandika sisi ambao tunataka kuja kuandamana. Na hata leo si maandamano, leo ni maadhimisho
inafaa kuwa maadhimisho na kuachia wale ambao waliondoka, tuwapatie heshima, umeelewa? Naye pia hiyo ni kitu muhimu, ili watu waweze kujua kwamba kulikuwa na kitu kilitokea na haikuendelea vizuri na haitatokea tena. Kwa sababu kama hatupatii nafasi hata ya kuadhimisha, ukiangalia katika ripoti mpya ya IPOA huu mwaka watu 49 wameuliwa na polisi, umeelewa? Huu mwaka watu 49 wameuliwa na polisi. IPOA report. Na tuko mwezi June bado. Hawa watu hawataelewa kwamba kuwa civilian ni kitu mbaya mpaka sisi wenyewe tupatie hii heshima, na si heshima tu bali na kuombea wale tuacha, Mungu awarehemu. Bali pia kuna wale ambao walikuwa kwa police force na walitekeleza haya mauaji, leo hii wako wapi? Umeelewa? Kuna hatua gani imechukuliwa dhidi yao? Umeelewa? Maswali lazima yajibiwe jamaa, kwa sababu hii ni sawa, wataweka barricade, ni sawa, watafunga mdomo ya watu, siku itapita, ndio tutaendelea, lakini solution ni debe, umeelewa? Lakini kitu moja ni kwamba you cannot just put things under the carpet ukayafunika, yani maziwa yamwagika wewe ukayavuruga hivi chini, lazima utapiga deki, umeelewa? Hakuna vile tu utaachilia tu. Okay. So lazima watu washikanishwe pale chini. Vijana wapatiwe ruhusa ya kusema mambo wanataka kusema, vijana wanataka tu kusikizwa. Naye paka leo watu hawaelewi kwamba ni vijana wanataka kusikizwa, wanataka ajira, wanataka mambo yao isonge sawa. Vijana wamekaa. Okay. So hiyo ndo shida kubwa. Bwana Benzo, kama taifa tulijifunza lolote kutokana na maandamano ya Gen Z ya 2024? Do you think kwamba the government ilijifunza anything? Sidhani kama serikali imejifunza kutokana na maandamano ya mwaka 2024. Kwa maana gani nasema hivyo? Bado hata hivi juzi Busia kuna kijana ambaye alipigwa risasi na polisi sababu ya maandamano. Kidogo tu alikuwa anaenda kuokoa mwenzao kutoka kwa korokoroni. So unapata bado hata kama kuna hii mambo ya compensation imeanza kutendeka, which utapata kwa waadhiriwa ambao waliaga, kuna wameweka hapo milioni 3. Kwa waadhiriwa ambao biashara yao iliharibiwa ni kama 50,000. Unapata bado ndio utakompensate mtu, utampatia pesa yake. Lakini unajua ule maisha ya binadamu bado utafanya nini? Hautairudisha. So ile ambayo ningesema serikali ingejifunza kama ingefanya nini? Ingeacha kutumia live bullets. Najua hata rubber bullets pia wanasema ni mbaya. Maybe ingetumia tu vitu ya machozi peke yake na ingepunguza hizi vifo. Lakini ukisema bado, ukiona kama bado vifo zinaendelea, sidhani kabisa kama serikali ilifanya nini, ilijifunza. Maana gani? Kitu kingine ni gani? Kwa finance bill mwaka 2024 kitu kikubwa pale ilikuwa mambo na zile vipengele mbaya ambazo zilikuwa pale kwa ile finance bill. Lakini bado zingine juzi wamejaribu kuzileta kidogo, wabunge wamefanya wameziweka kando, na bado wameipush mpaka wameipitisha. Hata wabunge wengine hawakukuja wakaipitisha. So nadhani bado tuko na barabara hapo ya kutembea kama wananchi, sababu na unapata sababu nyingine ambayo maandamano itakuwa ngumu sana ishe kabisa na serikali hajajifunza. Ukitaka kupata suluhu kwa jambo, haudili na hiyo kitu direct, unaangalia chanzo chake ni gani? Chanzo ni kazi. Wacha niwaambie, utapata kitu ambayo inafanya vijana wanajitokeza tu kwa barabara. Wewe unaweza tu enda kwa sababu una nia kabisa ya kuomboleza wale wenzetu, lakini kuna wengine wanaenda kama kitega uchumi. Mtu anaamka tu asubuhi anasema leo lazima jioni nirudi na iPhone. Mwingine anasema leo lazima nipate kitu fulani, leo lazima nipate pesa. So utapata vijana wengi hao wanaenda kwa kuiba, lakini sio kupenda kwao, maana pia hawana kazi. So serikali kujifunza kwa kuleta kuangalia mambo ya ajira. Unaona wakati wa Kibaki mambo na maandamano kule haikuwa sana, because Kibaki alikuwa amefanya expand in transport system, ndio hii mambo ya bodaboda ilikuja ile wakati. So vijana wengi ambao walikuwa wakora kwa barabara walifanya waliingia kwa hiyo sekta. Lakini unapata hiyo sekta sasa imejaa, imebidi wengine bado wako humu mjini, lakini hawana kitu ya kujikimu kimaisha. Okay. Bwana Vincent, wewe kwa mtazamo wako nadhani kwamba hii changamoto ambayo kwamba tunakuwa nayo kila mwaka, kwamba vijana wanahisi kwamba hawajasikizwa, serikali inafaa kuwasikiza kwa namna gani labda? Mimi ukiangalia yale na atenda huko na vijana wenzangu,
ni kuwapata ile empowerment ya? Ile kila mtu akuwe na kipaji yake yeye mwenyewe kufanya kile anafurahia ama anajua akona ujuzi ya kufanya. Kwa sababu tukisema tunaongoja serikali kutupatie kazi, serikali huwa inatupatia kazi ya kuwa polisi, unaweza kuwa mwalimu, unaweza kuwa nurse ama daktari. There are limited spaces for the government to offer job for youths. So that is the new call that we are rallying, that if we are coming outside there to be the next leader, go and train the youths, empower them themselves, that they are the people to create the jobs. That is the only solution we will get for our economy. Because if you look at it at the face value, tutakuwa tunasema serikali hawajawajibika ama they have not learned. But truth be told, the government has learned. It is also hurting them that ODM pushed the government now to be compensating the victims, the people who have suffered most. And the reason why ukiangalianga hii kirengo yetu ya ODM unapata kama tunakuanga na sauti yenye yasikika, ni tumesimama na watu kabisa. Watu tumepigana, watu wameuawa, na wanauawa juu ya nini? Ile kuambia serikali kila siku heshimu wananchi. We keep on pushing the government to deliver, and the fact that the government has accepted to compensate those who lost the families who lost their lives or their loved ones, it is already admitting that enyewe kuna makosa na tunafaa kuitatua. Na vijana, mimi pia pale nje niambianga vijana, usiongoje serikali, wewe mwenyewe angalia ile yenye unapenda. If you love football, go and play that football. Lakini kama uko na ujuzi ya ile kutengeneza nguo, do it in a way yenye tukikuja pale nje sasa, tukipata ile kipato kidogo, we magnify it to create job for our fellow youth. Lakini unajua kuna swali hapa Vincent, kwamba je, serikali inajenga mazingira ya mimi kushona nguo yangu na kuweza kupata soko na kuweza kuuza nguo yangu, ama kidogo mazingira yenyewe yameweza kufinywa labda na ushuru na ukandamizaji ambao unafanywa na serikali? Na swali lile nikili refresh kidogo, miongoni mwa masuala ambayo vijana walitaka ni kuweza kushirikishwa katika masuala ya uongozi, walitaka mageuzi katika masuala ya uongozi, na in the short term Rais William Ruto alionekana mpaka kufutilia mbali baraza lake la mawaziri, lakini takriban nusu ya mawaziri wale wakarejeshwa tena kazini baada ya muda pale, na wengi wanahisi kwamba hata viwango vya ufisadi, tukizungumzia pesa ambazo zinatoweka, tunapata ripoti za mkaguzi wa bajeti, mdhibiti wa bajeti pale, mhasibu wa serikali na kadhalika, ripoti ambazo zinaonyesha kwamba bado kuna ubadhirifu, kuna bado fedha ambazo zinapotea katika bila shaka wizi ule na uporaji. Hivi nikirejelea swali ambalo hukumu aliliuliza kwa Obenzo pale awali, wengi wanahisi kwamba hawa 65 Kenyans who died kidogo they died in vain, for lack of a better word, kwamba hakuja tokea mageuzi ambayo vijana waliazimia kuweza kuyapata wakati wa maandamano yale ya Finance Bill 2024. Kila siku naambianga watu, kama nyoka imeingia kwa nyumba yako, hautachoma nyumba yako, utatafuta ile mbinu ya kuua ile nyoka, si ndio? It's the same thing in our government. Ukiangalia serikali, it is a work in progress. Uwezi amka na ukafanya kitu kesho na upate yale ulikuwa unataka. Unaweza pata kama ile wakati Jezi walikuwa kwa barabara, walikuwa wanapigania yale vipengele, walikuwa wanaongeza pale kwa ile finance bill, na waliitoa. Inamaanisha wananchi walipata ile walikuwa wanataka. Ukiangalia tena na uongozi wetu wa Kenya saizi, serikali wamejaribu sana. Wakati wa maandamano ukiangalia kuna yale Ministry of Interior waliyafanya. Shida sio serikali Kenya. Shida ni nini, Vincent? Shida sio serikali Kenya. Shida ni wanasiasa. Okay. Haji, chukulia hapo kwamba shida si serikali, shida ni wanasiasa. Sijui unatofautiana naye ama unakubaliana naye? Na hiyo serikali iko na nani? Si ni wanasiasa.
So yani hii ni kitu ni obvious, umeelewa? Yani kwamba ndio kuna wanasiasa kwa upande mwingine wa upinzani pia kusema kweli wanakuanga na tabia ambayo haieleweki, umeelewa? Na pia sisi wenyewe na ni baadhi wao na ni wachache, umeelewa? Lakini kitu ambayo sisi tunaangalia ni kwamba okay, hawa serikali ndio wanatuongoza. Sisi kama mwananchi ako na vipengele anaangalia, umeelewa? Kitu cha kwanza anaangalia pesa mfukoni. Anaweza kujikimu kimaisha? Je, anaweza kusomesha watoto bila shida? Je, anaweza kupata usalama barabarani, miundo mbili, mambo yote hayo ambayo hata kupata chakula mara 3 kwa siku. Akipata hayo ya kimsingi, yeye atafurahi na mambo itakuwa sawa. Lakini sasa unaturudi tena kwa upande wa 2024, kwa nini hawa vijana wamekasirika? Sijui nikukumbushe kwamba kulikuwa na wakati uchumi iko mbaya sana, dola iko juu, kila kitu ni ngumu, alafu unapata watu wa serikali wao wanaishi maisha ambayo hayaeleweki, hayaendelei kulingana na ile hali ya maisha ile mshahara wanapata. Unaona watu wanaruka na mandege kila mahali private, wengine wanaruka na machopa, unaambiwa saa mtu amevaa ni milioni 100 ngapi. Umeelewa? Yani watu walikuwa kiishi maisha ambayo ya kifahari na wanaonesha wananchi sisi tuko sawa na nyinyi endeleeni kuteseka. So kusema kweli hiyo ilikasirisha. Hata mimi ndo maana niliingia protest kwa sababu ya finance bill number 1, number 2, the opulence ilikuwa iko juu sana. Ile kujigamba na kiburi ilikuwa iko juu sana. Sasa na unajua pia kwa upande wa uongozi sana watu walikuwa kuna shida kubwa sana na cabinet ya rais, umeelewa? Kwa sababu kulikuwa kuna mambo mengi pia ya ufisadi ilikuwa ikiendelea, mambo ya mbolea ya urongo, mambo mengi ilikuwa ikiendelea kwa upande wa SHA, kwa upande wa education, kwa upande mengi. So kwa ufupi watu wameona kwamba yani hii serikali haikuweza kuwasikiza na kufanya kazi yao ambayo inahitajika, umeelewa? So kitu moja ni kwamba hawa vijana kama tunavyosema ni ajira, ni elimu, ni nani, yani at the end of the day hawa vijana tumewa-equip. Sasa ndugu zetu watoto baada ya KCSE 8 out of 10 8 out of 10 wanatoka baada ya high school, hawaendelei na masomo baada hapo. Sasa wewe nikuulize, si tumewaangusha hawa vijana kwa sababu hawajapatiwa kipaji chochote cha kuweza kujitafutia. Sasa tukirudi hapo, ni nani ameangusha hawa vijana? Kwa sababu wamemaliza high school na hakuna mali wanaenda kujiendeleza kimasomo ama kimaisha, umeelewa? So hapo ndo kuna shida kubwa, acha niwaambie. Hapo ndo shida kubwa. Tukiweza kuhakikisha vijana wetu tunawatafutia ajira kwa kuwasaidia kupata kipaji, hapo tumesolve problem. Lakini sasa hii ni kazi ya nani? Na kando na hiyo accountability, ufisadi na yote haya, vijana wanataka kuona kwamba kazi inaendelea, umeelewa? Hatuwezi kwa tunafinyika na tunaona mambo hayaendi vile yalivyo. Kama unafanya kazi na tunafinyika tunaelewa, lakini kama tunaona tunachapa job, tunalipa tax, nusu ya mshahara inaenda kwa serikali na mambo hayaendi yanavyopaswa kuenda, hapo kuna shida. Just one second, kulikuwepo na jaribio la kuweza kusitisha procession hii ama maadhimisho haya, na nakumbuka aliyokuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akiwashauri vijana kwamba waepukane na haya maandamano, nitaita hivyo, kwamba waketi nyumbani waweze kuavoid trouble kwa sababu kuna njama ya kuweza kuadhuru. Ushauri aina hiyo, unadhani kwamba labda mbinu tofauti zingekumbatiwa za kuweza labda kuwakumbuka vijana walioaga dunia 2024, ama bado unadhani kwamba njia ya pekee na njia ambayo ni mahususi zaidi ni kuweza kuingia barabarani, kuwasha mishumaa na kadhalika? Ndugu yangu, tukiangalia, mimi ukiniuliza, kama tuko na marathon hapa na tunaona hata polisi bila tear gas wanasindikisha watu expressway vizuri, wangefanya tu kitu ya kiheshima na waruhusu familia na marafiki ya hao vijana ambao walifariki wafanye kitu na heshima idumu, umeelewa? Lakini kwa kukataza kabisa hii na kuikashifu kidogo inakasirisha, umeelewa? Lakini kitu nyingine ni kwamba yani kwa upande wa serikali mimi ningependa wairuhusu, lakini ifanywe in a controlled way. Na kwa nini watu wanasema tukae nyumbani? Ni kwa sababu tunaona hakuna nia safi, kama livyoona leo barabara zote zimefungwa na nini. So mimi naambia vijana, yani ndio tunahuzunika na kila mtu, lakini tuchunge maisha yetu, tusipoteze watu zaidi. Alright. Bwana Benzo, tunachukua mpumziko fupi, tunarudi katika mazungumzo haya leo ikiwa ni siku maadhimisho.
kila wakati kukutokea kwamba ni maadhimisho ama ni maandamano, tunaona kwamba wafanyabiashara wanapata hasara. So mtu atakuwa anauliza kwamba katika hatua ambayo serikali imechukua leo labda kufunga barabara, je, ni kuzuia kisitokee kile ambacho kimekuwa kikitokea kila wakati kuna na jambo kama hili, ama hili nao sasa ndio litawachemsha Wakenya zaidi? Zuia unakuja kujibu hilo. Dakika 14 kabla kufika 3 kamili, mazungumzo yanaendelea ndani ya studio. Tuko na bwana Ajomar, tuko na Vincent Opare, tuko na bwana Obenzo hapa ambaye ni wakili lakini pia ni mwana uchumi bila shaka. Kwa hivyo